Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha misa hii kama nilivyosema, nia zetu hizo tatu. Kwanza kabisa tunawaombea wale ambao waliuawa wakati wa uchaguzi mkuu. Tunasema waliuawa kwa sababu watu hawa hawakuumwa, walipigwa risasi. Na waliopigwa risasi, wengine walikuwa kwenye maandamano, na wengine walikuwa nyumbani kwao, wengine walikuwa naenda kazini, na wengine walikuwa madukani mwao. Hawa walipitiwa na risasi, wakapigwa, wakafa. Hata wale ambao walikuwa kwenye maandamano, ukiona kwamba mtu amekosea, uwezo kumhukumu moja kwa moja. Ndio maana katika hatua tunasema kwamba kuna mtuhumiwa, alafu mahakama ndio itasema huyu ana hatia na atapelekwa gerezani, lakini si kuua. Kwa waliuawa. Kwa hawa ndio tunawaombea. Tunawaombea Mungu aweze kuwapokea huko mbinguni. Lakini vile vile tunawaombea wale ambao wako kwenye maumivu bado kwa majeraha mbalimbali kutokana na matukio hayo, ambao wapo katika maumivu hayo makali. Mungu awape wepesi ili waweze kupona. Lakini vile vile tunaombea haki na amani katika nchi yetu. Na haya yote yanaonekana katika wimbo wetu wa taifa. Tunasema ni wimbo wa taifa kwa sababu natutambulisha tulivyo. Na tunapoangalia yote haya yaliyotokea, sasa haya yametoka wapi? Kila mtu anashangaa, kila mtu amedua, na tunahuzunika, tunalia. Hatujui yametokeaje na kwa nini yako hivi. Ni swala ambalo ni lazima kujiuliza sana. Wimbo wetu wa taifa tunaimba kila wakati. Na tunapoiombea Tanzania, dumisha uhuru na umoja, haki na amani. Tunayarudia mara nyingi haya. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Si kwa ajili ya kupigana, si kwa ajili ya kuwindana. Kama mtu anapowinda mnyama aweze kumuua ale nyama. Sasa si mina yetu sisi kumlenga mtu na kummaliza. Tulikuwa tunayasikia tu, na leo hii tunajionea. Na kama watu wa taifa hili tunahuzunika, na wingu zito limefunika nchi yetu. Lakini tunaangalia hadhi ya mwanadamu, kama tulivyosikia katika somo la kwanza, hadhi ya mwanadamu. Tunaangalia kwanza ametoka wapi huyu mwanadamu. Ni sawasawa na nguruwe? Ni sawasawa na ng'ombe? Au ni sawasawa na wadudu ambao tunakanyaga kila wakati? Ana hadhi yake. Mwanadamu katika somo la kwanza aliumbwa na hali ya kutokufa. Hali ya kutokufa, ambao Waingereza wanasema kwamba aliumbwa awe katika hali ambayo inaitwa immortality. Kutokufa, awe rafiki wa Mungu kila wakati. Katika dhambi ile basi ikaletwa mauti, lakini mwisho wakati Kristo alikuja, amekufa kwa ajili yetu. Na ndio maana katika somo la kwanza sema roho za wenye haki wamo mikononi mwa Mungu. Na kwa sababu hiyo mwili huo umekufa, lakini roho hii inaendelea, ipo mikononi mwa Mungu, inalindwa na Mungu. Hakuna tabu itakayogusa tena, hata hawana bunduki tena, mlio wa mabomu yoyote, chukizo yote, kwa mikononi mwa Mungu analinda. Hiyo ni asili yetu. Tumetoka kwa Mungu sisi. Tuliumbwa na hali ya kutokufa. Lakini zaidi ya hilo,
hadhi yetu bado ipo. Tuliumbwa kwa sura na mfano wa asili ya Mungu, ambayo asili yake ni umilele, eternal God. Mungu ambaye hana mwanzo wala hana mwisho. Ndio tumeumbwa kwa sura na mfano huu. Uwe umekosa, uwe umefanya nini, hadhi yako iko pale. Wewe ni sura na mfano wa Mungu, na kwa sababu hiyo lazima kumwangalia mtu kwa namna ya pekee, sio kumweka kama mnyama, na kwa sababu hiyo kumfanyia upendavyo. Pana. Na tunaangalia huyu mwenye hadhi, mwanadamu huyu aliye na hadhi hii, na kwa sababu tunajiangalia sisi sote kama binadamu. Ninapomwangalia mwenzangu ni sura na mfano wa Mungu, na ninavyomtendea mwenzangu ninamtendea Mungu mwenyewe. Na ndio maana tunasema kwamba mwanadamu huyu ana heshima yake. Kwa heshima kwa mwanadamu, ndio hapo tunapoongelea sasa haki yake. Ana haki ya kuishi, ana haki ya kusikilizwa, ana haki ya matibabu, na ana haki ya kujieleza kwa uhuru wake wote. Na penye haki pana furaha, pana umoja, pana uelewano, pana undugu. Hakuna anayemuona mwenzake ni adui. Kwa mfano kama sasa hizi unajua kwamba pengine walilengwa risasi wenzetu wakafa. Sasa wale waliolenga risasi hao ni nani hao? Sasa wamelenga risasi, hilo limewapata hao, wamekufa. Na ndugu, tunalia sisi ndugu zao, tunaomboleza sisi ndugu zao.